Upendo Emmanuel kutoka Sovetini Arusha. Ajali imetokea baina ya basi la wanafunzi wa shule ya Balozi na dereva Toyo. Ilikuwaje? Si tulisikia tu kelele za Toyo na gari. Kwa kweli kuhusu kujua kwamba nani aliyemgonga wenzake katika ajali hatuwezi kutambua, manake gari Toyo na gari zilikuwa zote katika mwendo kasi. Lakini gari la shule haikuwa kwenye mwendo kasi mkubwa, Toyo ndio ilikuwa katika mwendo kasi. Baada ya kuona ajali nilikuwa naparua vichwa vya kuku, miguu na firigisi, nikakimbia kwenda kudaka wanafunzi wawili dirishani. Walikuwa wanataka kutokea dirishani na wenge la kukimbia. Nikawachukua wawili nikaweka pale kwenye majani. Wengine wakatolewa hapo mlangoni baada ya gari kusimama. Dereva wa IC akatolewa, naye sijajua kitu alichofanywa na baadhi ya wananchi, ila niliangalia tu nikaona kwamba mbona kama vile naye dereva Toyo amefloti. Nikajua kama vile dereva Toyo amefariki, kumbe alikuwa amezimia, amefloti. Inaelezwa kwamba dereva pia amepigwa hiyo basi. Ndiyo, sasa hatukujajua kwamba amepigwa wakati ni uzembe wa dereva, hatujajua kwamba ni uzembe wa dereva Toyo au ni dereva wa gari la shule. Wanafunzi walioumia ni wanafunzi zaidi ya 5, maana mimi nilishuhudia kwamba ni wanafunzi 5. Ndiyo, mmoja hapa kichwani, mwingine mkononi. Wakati naona kama vile ni vioo vya gari viliwaumiza. Tumewakimbiza katika hospitali yetu ya Zahanati iliyoko pale juu. Ndiyo. Na hali ya dereva wa gari naye? Hali ya dereva wa gari kwa kweli hatujajua anaendeleaje, kwa maana wananchi wenye hasira kali wamemkamata na kumpiga. Tulikujua sasa uzembe ulikuwa kati ya dereva, manake mtu hawezi kuchukuliwa hivi kupigwa. Hatujajua kwamba ni uzembe wa dereva, kwa maana mimi nilikuwa niko naendelea na shughuli zangu hapa. Bodaboda walimpiga wakijua kwamba wamemuua bodaboda mwenzao, kwa sababu bodaboda alifloti hapo chini, tukajua kwamba amefariki. Kumbe amezimia. Na mimi nilishtuka nikajua dereva ameshafariki. Wito wangu ni kwamba wapunguze mwendo kasi kwenye magari na Toyo. Henry Mboya ni mjumbe serikali za mtaa wa Ngusero. Leo mida ya jioni kwenye saa 11 wanafunzi wakiwa wanasambazwa kwenda majumbani mwao, haisi ambayo ilikuwa imebeba wanafunzi hatimaye ilikuwa inaingia katika kupaki na kuweza kushusha wanafunzi ambao inawashushaga kama kituo chake. Na kimsingi Toyo ilitokea kwa upande wa juu, yani kutokea mjini kwa spidi ambayo ilikuwa ni kasi ya ajabu sana, na hatimaye ikaweza kwenda kuvaa mlango ule mkubwa wa ile IC na kuijeruhi IC na vioo kuvunjika, na vile vioo kuhakikisha kwamba vimeenda kuleta majeraha madogo kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo kimsingi serikali inafanya kazi kubwa kutengeneza barabara ambazo ni nzuri, lakini kwa kweli uendeshaji wa Toyo katika jiji letu la Arusha, haswa barabara hii ya Ngusero, inabidi uangaliwe kwa jicho la pili, kwa sababu wanapita kwa spidi za ajabu, wanapiga sijui ndo moshi tatu sijui ndo nini, wanasema hiyo ndo flavor yao. Lakini tunaomba basi, ili kuweza kuokoa maisha ya watu ambao ni wastaarabu, ambao wanaweza kutumia barabara hizi za serikali ambazo zimetumia mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kama mnavyojua, hawa madereva Toyo sijezani kama ni mikoa mingine, lakini kwa hapa nimeona kwamba madereva Toyo wanakuwa wana ubabe, na dereva Toyo hata kama akifanya kosa, wale madereva wengine hawataki kuangalia kosa ni nani kasababisha, kwa sababu gani, na ni nani ambaye anatakiwa kuwajibishwa. Wao wanavokuja wanakuja kama wauni fulani, kama wavamizi, na ndio maana kama mmeona hapo Toyo yenyewe iliyosababisha ajali hamjaikuta, wala huyo aliyesababisha ajali hamjamkuta. Maana yake wanakuja madereva wenzake, wanaichukua Toyo, wanamchukua na mwenzao, wanaondoka naye na kukimbia naye. Na kama mnaangalia vizuri hizi Toyo, zingine nyingi hazina plate number. Ndio maana tunasema hivi, jeshi la polisi litusaidie, kwa sababu kimsingi Toyo ambayo imesajiliwa lazima itembee na plate number, ili inapofanya basi tukio lolote iweze kufahamika. Lakini wanatoa plate number na wanaruhusiwa kutembea, wanapita barabarani na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Naomba tushirikiane kama Watanzania kuhakikisha kwamba basi watu wanafuata sheria, taratibu na kanuni ambazo zimewekwa barabarani ili kuokoa maisha ya watu. Msingi barabara hii kama mnavyoiona, uruhusiwi kutembea zaidi ya spidi ya 50.
Angalau hii barabara kwanza haina mahali pa kuovertake kutoka soko Mjinga mpaka Field Force. Haina sehemu yoyote ya kuovertake. Na pia unapopita kwenye barabara hii yote kuanzia soko Mjinga mpaka unapofika Field Force ni makazi ya watu na raia. Watu wanaruka na mabamsi yamewekwa, lakini nidhamu ya madereva imekuwa ni ndogo, inahitajika idhibitiwe kwa namna yoyote ili kuokoa maisha ya raia. Ni waombe wahusika ambao ni usalama wa barabarani kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria na taratibu, na sheria zile za uendeshaji zifuatwe kuwepo kwenye IC, lakini pia na dereva. Lakini pia mnavyojua ajali ilivyotokea ni kwamba watu barabara ilikuwa haipitiki tena, kwa hiyo watu wakawa wamesimama wanashangaa na mambo mengine yakawa yanaendelea. Kwa hiyo tuseme tu kwamba watu ambao wamenusurika ni wengi. Jina langu naitwa Isaya. Ni patron wa kutoka Telezanuzu. Wakati tunaingia hapa Nairobi Shine Kona Supermarket, tunaingia hapa ndani kukata kona kurudi tulikotoka. Tuliwasha indicator kuingia ndani, kuingia kulia. Kuna bajaji mbele yetu limwashia tochi ya kuashiria kwamba asimame apunguze mwendo tuingie hapa. Kumbuka tumeshawasha asadi, tunaingia hapa. Lakini kuna toyo ikaja baada ya hiyo bajaji kusimama kutupisha tuingie, toyo ikaja kwa mwendo wa kasi akatuparamia upande wa ubavu. Ndio kilichotokea. Lakini watoto hawajaumia sana. Baadhi yao walichomwa tu na vioo. Walikuwa kama 10. Na katika hao 10 wangapi wamepelekwa hospitali na wangapi wamekabidhiwa kwa wazazi wao? Waliokabidhiwa kwa wazazi wao. Wengine bado tunawapeleka kwa wazazi wao, tumewafaulisha kwenye gari nyingine. Wameenda hospitali katika wale 10 wanafunzi. Wako 5. Wako 5. Wamepata madhara gani hadi wameenda hospitali? Baadhi walichomwa na vioo. Ni vioo tu imewaumiza. Hamna aliyopata majeraha makubwa. Yes. Na katika kuchomwa kwao na vioo vimewaathiri maeneo gani ya mwili yao? Baadhi yao ni mikono tu. Mwingine kichwa, lakini sio majeraha makubwa. Watoto yuko hapo pia zahanati anapatiwa matibabu. Naye kaumia. Pikipiki yake? Pikipiki mimi wakati naokoa watoto sijapata kujua pikipiki iko sehemu gani. Lakini maadamu mwenye pikipiki huko sioni kama kuna tatizo. Ya kuashiria kwamba tumewasha indicator simama tugeuke tuingie hapa. Bajaji ikasimama, pikipiki ikaja ikaiovertake ile bajaji ikaja kutugongea hapa. Kwa hiyo huku kubonyea kwa gari ni imepigwa ubavu na pikipiki. Mpaka sasa baadhi ya watoto wamechukuliwa, wamepelekwa kwa wazazi wao wale ambao hawajaumia, wengine wako ndio nimewaambia wako zahanati hivyo. Na wale ambao hawajaumia kabisa gari nyingine imekuja kuwachukua. Ndugu zangu wa pikipiki, kwa upendo sana. Hebu tujitahidi. Pikipiki ni chombo cha biashara, ni kazi kama kazi nyingine, lakini tujitahidi. Tuendeshe kwa tahadhari. Hawa watoto wetu wengi wanavuka barabarani, unapoona gari nyingine imesimama, hebu chukua tahadhari. Hii kwani gari imesimama? Pengine kuna watoto wanavuka, kuna watu wazima wanavuka, kuna sisi kama hapa tunavuka. Dereva wako yuko wapi? Dereva yuko hapa zahanati pia. Amepata huyu ameumizwa na watu wengine. Mimi hilo siwezi kujua sana kwa sababu nilikuwa na bezi sana kuwaokoa watoto kwa sababu walipata mshtuko. Sasa nilikuwa nawaokoa kuwakusanya sehemu moja ili nipate njia kuwasaidia kwa pamoja. Dereva ameumizwa tu mdomo nimeona. Maana nimeenda pale zahanati, nimeona ameumia mdomo kidogo. Lakini kwa majeraha ya kawaida hapo ndani sijaona nimemuuliza akasema hajapata tatizo. Sijapata kujua lakini ameshambuliwa. Kwa mimi niliyoona na nilikuwa kwenye gari. Nilikuambia mimi ni patron, nilikuwa nao. Nilikuwa kwenye hii gari. Nilikuwa siti ya hapo mbele. Katikati, sio mbele ya gari, katikati ya gari. So nimeona kilichotokea. Wazazi wana taarifa na watoto wako sehemu salama.